Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninawasalimu kwa jina la Yesu. Baramukije mu izina rya Yesu. Nashukuru Mungu kuwa kwenye madhabahu hii ya Adonai. Imana kuwa ku gicaniro cha Adonai. Nashukuru baba ya mchungaji hata kama hayupo, Ndashimiye umwungere na adahari kwa kunipa neema na kibali kupanda kwenye madhabahu hii ya Adonai. Ntugo kuduga ku gicaniro cha Adonai. Pale alipopote Mungu amubariki. Ahari hose Imana imuheza. Na kushukuru pia na wewe ambaye umechagua fungu njema. Ndagushimiye nawe wahise umugabane mwiza. Umekuja ndani ya nyumba ya Mungu. Waje mu ngoro y'Imana. Leo ni Jumapili. Uyu munsi ni kuwa Kuna wale ambao adui ameweka kwenye distraction. Hariho abo satani yasamaje. Na wapo nyumbani tu wanalala. Bari muhira basinziriye. Lakini mimi na wewe tumechagua fungo njema. Ariko je nawe twahisemo kuja ndani ya nyumba ya Mungu. Kuza mu ngoro y'Imana. Acha niseme Mungu akubariki. Kavuge ku Imana iguhezagire. Mungu akubariki. Imana iguhezagire. Nasema Miravuga. kataa usingizi wa kiroho. Anka itiro ryo mu mpemu. Kataa usingizi wa kiroho. Ni wanki itiro ryo mu mpemu. Katika maisha ya kawaida mu buzima busanzwe wanadamu wana muda wa kuamka. Umwana w'umuntu afite umwanya wo kuvuga. Wanadamu wana muda wa kufanya kazi. Umwanya w'umuntu afite igikorwa cyo gukora. Kuna wale wanafanya kazi mchana. Hari abakora ku murango. Kuna wale wanafanya kazi usiku. Hari abakora mu ijoro. Mwanadamu ana muda wa kutumika. Umwana w'umuntu afite umwanya wo gukora. Mwanadamu ana muda wa kulala. Umuntu afite umwanya wo kujega. Hapo ni katika maisha ya kimwili. Aho ni mu buzima bw'umubiri. Lakini katika maisha ya kiroho, ariko mu buzima bw'impemu, aliyemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, maisha ya kiroho, ubuzima bw'impemu, hupaswi kulala usingizi. utegerezwa gusinzira. Hupaswi kulala usingizi. Utegerezwa gusinzira. Neno la Mungu linatuambia, Ijambo ry'Imana yatubwira, Paulo alikuwa anafundisha. Paulo yari karigisha. Katika kufundisha, kwigisha, ilikuwa ni katika chumba cha juu, yari mu cyumba cyo hejuru, katika gorofa ya juu, muri etage yo hejuru, ni katika mji unaoitwa Trio. ni mu gisagara cyitwa Trio. Kulikuwako na watu wengi. Harimwo abantu benshi. Paulo akaanza kufundisha. Paulo atangura kwigisha. Akaanza kufundisha. Atangura kwigisha. Alipoendelea kufundisha, amaze kurangiza neno la Mungu linaniambia, ibyanditswe birangiza, alifundisha kwa muda mrefu. yigishije umwanya muremure. Muda mrefu. Umwanya muremure. Palikuwa na watu wengi. Ahari huzuye abantu. Na ndani ya hicho chumba, na muri ico chumba, palikuwa na mataa mengi. harimwo amatara yari menshi. Watu walikuwa ndani. Abantu bari barimo. Mataa yalikuwa yanawaka. Amatara yari na Paulo akiwa anafundisha. Paulo alikarigisha. Katika kufundisha, mukwigisha, palikuwa na kijana mdogo. hari umusore muto. Biblia inasema ni kijana mdogo. Biblia inavuga ngo yari umusore muto. Anaitwa Eutiko. Yitwa Eutiko. Alikuwa anakaa dirishani. Yari yicaye ku idirisha. Macho yanamwangalia Paulo. Amaso alikaraba Paulo. Mgongo uko nje kwenye dirisha. Umugongo hanze ku idirisha. Masikio yanasikia ya ndani. Amatwi alikarumva ivy'indani. Mengine masikio yanasikia ya nje. Yumva indani hanze. Na Paulo akifundisha. Paulo alikarigisha. Katika kufundisha, kwigisha, Eutiko akabanwa na usingizi. Eutiko afatwa n'itiro. Akaanza kusinzia. Atangura gusinzia. Hata hapa ndani ya kanisa wapo watu wamebanwa na usingizi. Wameanza kusinzia. Katika muda niko ninatoa neno, wapo watu wanaanza kusinzia. Na siku zote mtu wa kusinzia anakwambia nasikia. Anakwambia kanasikia. Silali. Nasikia. Lakini utamuona anaenda. Anaenda. Lakini ukimwamsha anakwambia silali. Lakini anaenda tu. Inawezekana Eutiko aliamshwa, lakini anasema nasikia. Na ndio siko naenda. Eutiko akalemewa na usingizi. Alipolemewa na usingizi, mwishowe akaanguka. Haleluya. Haleluya. Amen. Tuko pamoja. Tulikumwe. Mwishowe akaanguka. Munyuma aratemba. Paulo akiwa anahubiri, Paulo alikarabwiriza. mwingine yuko dirishani, mwishowe akaanguka. Munyuma charatemba. Watu wakaanza makelele, watu wakaanza kupiga yowe. Paulo akatoka kwenye madhabahu, akatoka nje, akawaambia msipige makelele hata kama ameanguka. Unisikie vizuri. Hata kama ameanguka, uzima ungali ndani yake. Utanielewa tu. Hata kama ameanguka, uzima ungali ndani yake. Akamkumbatia, akawa na uhai. Na kuja kukwambia, kataa usingizi
usingizi wa kiroho. Ni itiro ryo mu mpemu. Kataa usingizi wa kiroho. Gwanya itiro ryo mu mpemu. Usingizi wa kiroho unakujaje? Usingizi wa kiroho hauji haraka. Hauji haraka. Unakuja pole pole. Pole pole. Pole pole. Usingizi haumkamati mtu ghafla. Eti anguke ghafla. Usingizi wa kiroho unakuja pole pole. Alikuwa mwimbaji, anaacha kwaya pole pole. Jeudi sitaenda mu repetition. Anaomba ruhusa. Kisha anatia iko na bongo. Sijisikii mzuri. Na kumbe iko mzuri. Anaacha jeudi. Samedi nafika. Anasema hapana. Na leo sitaenda. Anasema tena ninaenda kusherehe. Pole pole. Semene ya kufuata haombi tena ruhusa. Anashinda tu hivyo hivyo. Wanaandika absent sans justifier. Pole pole. Semene nyingine ya kufuata hakuonekana. Mwisho viongozi wanamtafuta. Sijisikii. Sijisikii. Pole pole. Mwishowe wanavuta ndani ya kwaya. Mwimbaji hakuwaki tena. Alienda pole pole. Kuacha kanisa pole pole. Kanisa lina taratibu zake. Kama ulikubali kuwa chini ya mchungaji wetu, lazima ufuate taratibu za kanisa. Kuna muda wa makusanyiko katikati ya wiki. Kuna programu ziko katikati ya wiki. Lakini Eutiko akipatwa na usingizi, anaenda pole pole. Mardi hataonekana. Jeudi muluaji haonekani. Dimashi haonekani. Akikuya nekala kule nyuma. Ukiona mtu alikuwa kana ikaa mbele. Alikuwa kana ikaa mbele. Anaanza ikaa nyuma. Jua ni alama ya usingizi. Menya yuko ari kimenyetso cy'itiro. Amen. Ukionaka tu mtu alikuwa kana ikaa mbele, anaenda nyuma, ni alama ya usingizi. Kuna siku hautamwona naye nyuma, atapotea mkanisa. Bwana akulinde usingizi wa kiroho kwa jina la Yesu. Nasema Bwana akulinde usingizi wa kiroho kwa jina la Yesu. Amen. Sababu zinazosababisha mtu asinzie usingizi wa kiroho. Maana havijileti. Nimekuambia anaenda pole pole. Anaheba huduma pole pole. Anaheba kanisa pole pole. Muda mwingine angaliki anaokoka. Alikuwa na bidii kwa mambo ya Mungu, lakini anaenda pole pole. Sababu ya kwanza inayomfanya Mkristo anasinzia usingizi wa kiroho, sababu ya kwanza inaitwa mazoea. Hello. 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 Tuko pamoja? Tulikumwe. Sababu ya kwanza impamvu ya mbere inayosababisha Mkristo aende katika usingizi wa kiroho, pole pole, buhoro buhoro, mazoea. Akamenyero. Mazoea. Akamenyero. Ulikuwa na bidii, warufise umwete ndani ya kazi ya Mungu. Mugikorwa chima. Ulikuwa na bidii, warufise umwete ya kuomba. Kuna watu wako hapa, hari abantu bari hano, Mungu aliweka kitu ndani yao. Imana yashize ikintu muri anawaamshaka usiku kuomba. Yamuvyura mwijoro gusenga. Hao watu wako hawako? Abo bantu bariho ni bahari. Hao watu wako hawako? Mungu anakuamshaka 8 za usiku, amka uombe. Anakuambia uombe na mahitaji yenye sio ya kwako. Aliwekaka ule mzigo ndani yako, akakufanya mlinzi wa kukesha katika maombi. Uwe na saa 2 na Mungu, saa 3 na Mungu, wengine hata mpaka alfajiri. Mtu ameanza saa 8 anamaliza mpaka hata saa 11. Kama wewe haijakufikiaka, mimi nanifikia. Ananiamsha, omba. Natoka kwenye kitanda, nashuka sehemu yangu ya kuombea. Saa 8 ya usiku mpaka asubuhi. Na unaomba, hauombei mambo yako. Anakuambia ombea hiki, ombea hiki, ombea hiki, ombea hiki. Sasa kinamalizika, unasikia na connection inasema fini, unarudia kulala. Biko habiko. Lakini sasa kwa sababu ya kumzoea Mungu, unaviacha pole pole. Pole pole. Roho Mtakatifu anakuamsha, amka uombe.
uombe. Kwa sababu umeshazoea. Ukamzoea Mungu, unatia masababu. Mtu wa mazoea anajaa masababu. Anajaa masababu. Mtu akizoea Mungu anamfanyaka Mungu saa mwenzake. Mtu akizoea kazi ya Mungu anaifanyaka kama vile ya kwake. Acha nikwambie, ni kazi ya Mungu, sio kazi yako. Mungu alikuita akakupatia kazi. Kataa usingizi wa kiroho. Fanya kama alivyokuambia, kwa sababu atakudai hiyo kazi. Niko naongea na mtu mmoja ambaye iko katika mazoea. Mazoea. Wengine wanatumikia Mungu chini ya sheria. Wengine wanakuja mkanisa juu mchungaji awaone. Lakini moyo haumpendi tena Mungu. Ni kweli anaitiwa kutuona, maana ni mchungaji wetu. Ni yeye Mungu alipatia fimbo ya uongozi. Lakini yeye anakuona. Je, moyo wako unakubalisha kama Mungu naye anakuona? Maana kuna watu wanaweza kuwa ndani ya kanisa kwa ajili ya kujaza idadi ya watu, lakini mbingu haziwahesabi kama wapo, kwa sababu ya mazoea. Bwana atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Kataa usingizi wa kiroho. Usimzoee Mungu. Usizoee kazi ya Mungu. Usizoee huduma ya Mungu. Ni neema alikufanyia tu. Ndio maana yataende katika hofu ya Mungu. Maana leo angaliki na kupatia wewe, kesho utapatia na mwingine. Acha mazoea. Usipofanya atainua na majiwe yatatumika. Atainua miti itatumika. Na mimi nampenda Mungu sana, maana Mungu haiti watu wanaweza, anatumikisha wale wanastahili kutumika. Ndio maana acha mazoea. Usijivunie karama, usijivunie huduma. Acha mazoea. Acha. Alikuita, mwende kama anavyotaka. Yeremia sura yake 48 mstari wa 10. Yeremia aya yake inasema, na laaniwe afanyaye kazi ya Mungu kwa ulegevu. Mazoea inamfanyaka mtu akwe mlegevu kwa mambo ya Mungu. Kuomba katika ulegevu. Hata kusimama kanisani hapa, kama kuna watu wasimamaki, ni mazoea. Anamzoea hata mtu yuko mbele yake. Aliyeongoza ni baba yetu Deusi. Usimzoee. Anakuambia simama, unasimama. Maana mbingu zimeruhusu yeye amwakilishe hiyo saa. Mazoea inakuitiaka mtu awe na dharau ndani ya kazi ya Mungu. Na ukiwa mtu wa mazoea, unapoteza baraka zako. Bwana atulinde mazoea katika jina la Yesu. Bwana atulinde mazoea katika jina la Yesu. Sababu ya pili inayomfanya mtu asinzie usingizi wa kiroho: kuanguka katika dhambi. Kuanguka katika dhambi. Eutiko alianguka. Alitoka kwenye dirisha, akaanguka chini, lakini uzima ulikuwa ndani yake. Unaweza ukaanguka, lakini usibaki katika dhambi. Kumbuka kutubu. Na kutubu ni kuacha. Kutubu ni kukimbia dhambi. Ulianguka ni kweli, lakini tubu. Ulikuwa Mkristo, leo unaishi katika pamoja na makahaba. Leo unakuwa mlevi. Leo uko mzinifu. Leo uko tapeli. Leo uko escrow. Umeanguka. Mazoea iko ndani yako. Unakuja ndani ya kazi ya Mungu. Unakuja munyumba ya Mungu katika mazoea. Unatoka munyumba ya Mungu, unaenda kutapeli. Unatoka munyumba ya Mungu, unaenda kuzini. Unarudia kwenye madhabahu. Unatoka munyumba ya Mungu, unaenda kuiba. Unarudia kwenye madhabahu. Tubu. Ihane. Kataa usingizi wa kiroho. Mungu anakupenda.
Mungu anakupenda. Imana iragukunda. Ndio maana ameleta ile neno kwa ajili yako. Ndio maana amelileta kwa ajili ya kanisa letu. Kataa usingizi wa kiroho. Kataa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Na utakapotubu, Mungu ni wa rehema. Mungu ni wa rehema. Atakusamehe. Anasema sitazikumbuka tena dhambi zenu. Nimezitenga mbali nami. Atakusamehe. Maana ukibakia katika hayo maisha, hauko moto, hauko baridi, ipo siku atakutapika. Na muda mwingine unayafanya unafikiria Mungu hakuoni. Ipo siku ataweka mbele zako, atayaweka mbele zako hadharani. Watu wote watakuona, watu wote watakujua, kabla hajaaibisha maisha yako, kabla hajakuaibisha hadharani, kabla hajakuweka hadharani. Tubu! Ihane! Tubu! Ihane! Mungu ni wa rehema. Atakusamehe. Kitabu cha Isaya sura yake ya 13 mstari wake wa 25 inasema, mimi namu, mimi ndiye nifutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka tena dhambi zako. Mungu akikusamehe hatakumbuka. Moyo wako uko unasema na wewe sasa. Saa hizi moyo uko unasema. Unakumbuka yale ambayo ulifanya? Uko nakumbuka usiku wa weekend ulilala mubwate, saa uko mkanisa. Uko unakumbuka kwenye ulipelea, uko unakumbuka marafiki kwenye walikupeleka. Neno la Mungu linasema na wewe, tubu, tengeneza, Mungu atakusamehe wala hatakumbuka tena dhambi zako. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17 ndio inasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Na kushauri ili tuwe pamoja katika safari ya kwenda mbinguni. Upatie Yesu maisha yako, aweze kuyatawala, aweze kukuongoza. Utakuwa kiumbe kipya, atakuepusha na usingizi wa kiroho, na Roho Mtakatifu anayekaa ndani yako atakusaidia kushinda dhambi. Tubu! Ihane! Sababu ya 3 inayomsababisha mtu akwe katika usingizi wa kiroho: kutokujibiwa na Mungu. Kutishugwa n'Imana. Hallelujah. Jamani, tupo pamoja? Turi kumwe. Tuko pamoja kweli? Kuna kitu Roho iko nasema na maisha yako? Naomba Roho akufunulie zaidi ya kawaida kwa jina la Yesu. Sababu ya 3 inayomsababisha Mkristo aingie katika usingizi wa kiroho: kutokujibiwa mapema na Mungu. Inamsababisha mtu hangaike. Mtu anakuwa mahangaiko wa kiroho. Mtu anamfanya Mungu kama hajui kutenda. Mtu anamfanya Mungu kama hajui kujibu. Mwingine amepoteza matumaini. Mwingine ameona kama yeye ni mshindikizaji katika dunia hii. Amejiona kwamba yeye hastahili, hafai. Lakini acha nikwambie, Mungu alikuleta mwa hii dunia. Amesema ndani ya neno lake, kabla sijakuumba na alikujua. Kabla ungali katika tumbo mama yako na alikutakasa. Mawazo ninayokuwazia ni mawazo ya amani. Kwenye pako amani pana kujibiwa na Mungu. Kwenye pako amani pana kupumzika. Kwenye pako amani pana furaha. Kwenye pako amani pana kutulia. Unakimbia unaenda wapi? Toka katika usingizi wa kiroho. Mungu akikupa ni Mungu. Mungu akikunyima ni Mungu. Usimfuate Yesu kwa sababu ya mikate.
wengi walimfuata Yesu. benshi barakurikiye Yesu. Wamoja wakamfuata ili wapokee miujiza. kugira ngo baronke ibitangaza. Wengine wakamfuata ili waone. Abandi bamukurikira kugira ngo babone jinsi anatendeaka wengine. uko akorera abanzi. Wengine wakamfuata. Abandi baramukurikira. Hawajui wako mwitu gani. Ntibazi ivyo barimo. Ni mkumbo tu wanamfuata kimkumbo tu. Wengine wakamfuata ili waone na waende watangaze. Lakini wana kuombea. Usimfuate Yesu kwa sababu ya mikate. Mfuate Yesu kwa sababu ni Mungu. Mfuate Yesu kwa sababu ni muumbaji wako. Mfuate Yesu kwa sababu yeye ndiyo yote katika yote ndani ya yote kwa maisha yako. Unakawia kuolewa, uratevye kurongogwa, kisha unakimbia kanisa, hamugacuhungisha aseme mwadonaya bakuona, muri Adonai ntibakubona. Usingizi wa kiroho. Itiro gimhemu. Unakawia kuzaa, watevye kuvyara, kisha unakimbia kanisa, hamugacuhungisha, unakwenda kuwa prophet, ugacuza kubavugishwa. Bali sema nini? Bavuziki. Nani ameniroga? Ninde yandoze? Nani amenigusa? Nani amefanya hivi? Unaanza kukua mfumo wa kiroho. Uko na uliza. Unauliza nini? Maisha yako mikono ya nani? Nani anajua kwenye Mungu anahitaji kukupeleka? Nani alimpatiaka Mungu komplo juu akuume? Nani iko na dossier yako mikono yake? Maternity vitanda vilitoka. Maternity vitanda vilitoka kwa maternity. Vitanda vya maternity vyara. Benye banazala banaendaka navyo. Mbe abavyara bagenda bikore bitanda. Unakimbia nini? Mbere kucuragura ikuru. Mpaka ushakafanya mama yako anakuwa mlozi. Waragize mama wachikuru. Ushakafanya shangazi yako anakuwa mlozi. Shangazi wawe yako. Ndio alinifunga. Ndio alifanyalelele. Nibiki. Kama Mungu akifungua, Imana yuguruye. Mwanadamu nani anaweza kafunga? Umwana w'umuntu unashobora kugara. Nani? Ninde? Kama Mungu akifunga, Imana yuguruye. Mwanadamu nani anaweza kafungua? Ninde ashobora kugurura? Acha kuhangaika. Baki fasi moja. Mukibaza kimwe. Njoo washa kupatia machumvi. Baraguhaye umuntu. Uiname. Ukunywe. Unakuwa na kunywa mai. Unakuwa unainama. Unakuwa mfumo wa kiroho. Kwa sababu ya usingizi. Acha nikwambie. Mungu akinipa. Ni Mungu. Akininyima ni Mungu. Paulo anasema kitu gani kitanitenga na upendo wa Kristo? Kitu gani kitanitenga na upendo wa Kristo? Ni kukosa kuzaa? Ni kukosa watoto? Ni kukosa mali? Ni kukosa tajiri? Ni kukosa nini? Ni mauti? Ni kifo? Kitu gani kitanitenga na upendo wa Mungu? Usimfuate Yesu juu ya entere. Akikupatia mtukuze, akikunyima mtukuze. Toka katika usingizi wa kiroho. Kataa usingizi wa kiroho. Kataa usingizi wa kiroho. Kataa usingizi wa kiroho. Mungu anakuwazia mema. Hakukuleta kwa bahati nasibu. Ana mpango mzuri kwa maisha yako. Kataa usingizi wa kiroho. Unakimbia kanisa juu ya maneno. Urahunze ishengero kubw'amajambo. Unakimbia juu ya maneno. Urahunze kubw'amajambo. Wewe ni nani watu wasikuongee? Wewe urinde kugira ngo abantu ndibakuvuge. Ni nani watu wasikuongee? Wewe urinde kugira ndibakuvuge. Mimi nimeshaelewa siri. Jewe naratahuiba. Ukiniongea ni kwa sababu naonekana. Nuko ngaragara. Voilà. Ukiniongea kwa sababu naonekana. Ni wamvuga nuko mboneka. Wenye wanalala mbanda abajyamye ku mbanda hawaonekani tena. Siho bari. Nani atawaongea? Ninde yo bavuga? Nani atawaongea? Ninde yo bavuga? Una kitu cha valore ndio maana unaongelewa. Hari kitu chagaciro ubona nicho mpamvu. Kuna monima uko unajenga. Hariyo monima uri kuruka. Ndio maana watu wanakuongelea. Ndio mpamvu abantu bakuvuga. Acha kufanya monima oni kama watakuongelea. Kisha unakimbia kwaya juu ya maneno. Unakimbia kanisa juu ya maneno. Unamwacha Yesu juu ya maneno. Unataka wasikuseme? Usaniba kuvuge. Lala mbanda. Kufa. Msingizi wa kiroho. Unamfanyaka mtu akue mahangaiko. Na kuja kukuambia. Roho Mtakatifu iko nasema na wewe. Kataa usingizi wa kiroho. Watu wakuseme. Watu wasikuseme. Kama uko muhaki na Mungu, fanya kazi. Watu wakukritike, wakitaka wakuchafue, siku zote huwa nasema neno la Mungu linasema kitabu cha Mithali
16 mstari wa 7, njia za mtu zikimpendeza Mungu, adui zake humpatanisha naye. Bakia muhaki, wale wanaosema watajileta, watasema hakika huyu ni mtumishi wa Mungu. Unakimbia nini? Manake na wewe unachangia. Una madhaifu yako ndio maana unakimbia. Maana pangekuwa hakuna madhaifu, nilishakaelewa. Watu wakisema sana na wewe tumika sana. Hiyo ni siri najua aliye ndani ya Kristo, ambaye Roho Mtakatifu anakaa ndani yake. Wakikuchafua sana, kuwa na bidii sana kwa kazi ya Mungu. Wakikunungunikia sana, wapende sana. Hallelujah. Hallelujah. Kataa usingizi wa kiroho, kwa sababu yapo madhara kwa yule aliyelala usingizi wa kiroho. Nikwambia hiyo madhara, nikiwa namaliza madhara ya kwanza, utaingia katika majaribu. Ukiingia katika usingizi wa kiroho, utaingia katika majaribu. Yesu anawaambia wanafunzi kwenye mlima wa Getsemani, ombeni msije mkaingia katika majaribu. Ukikuwa katika usingizi wa kiroho, majaribu yatakuteka. Na majaribu yakikuteka, utamwacha Mungu. Majaribu yakikuteka, utakimbia kazi ya Mungu. Utashindwa kuomba. Siri ya kushinda ni kudumu katika maombi, ni kudumu katika neno la Mungu. Maana hasara ya usingizi itakuingiza katika majaribu. Mungu akusaidie. Mungu akuwezeshe. Toka katika usingizi wa kiroho. Mungu anakuwazia mema. Kuna mazuri yako kule mbele. Toka katika usingizi wa kiroho. Eutiko alisimama na akaendelea safari. Nawe nakuombea usimame na uendelee safari. Wewe ni mbarikiwa.